Pata nyongeza ardhi, hatua iliyofuatia ilikuwa ni kupata hati ya kumilikishwa nyongeza ya ardhi hiyo. Na kwenye hafla yetu au tamasha la wiki ya wananchi, Afrika na dunia kwa ujumla ilishuhudia Club Young Africans ikikabidhiwa hati yenye nyongeza ya ardhi kwenye eneo hili. Na baada ya kukabidhiwa hati hiyo kutoka kwa serikali yetu Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, uongozi wa Club Young Africans, hatua iliyofuatia ilikuwa ni kwenda kutafuta sasa kampuni au taasisi ambayo ingeshirikiana nayo kwenye ujenzi wa uwanja wetu. Na mnamo Januari 9 mwaka huu 2026, Club Young Africans ilitoa tangazo la kukaribisha makampuni na mataasisi mbalimbali kuja kuomba tenda ya kushirikiana na klabu yetu kwenye kujenga uwanja wetu wa nyumbani. Taarifa yetu tuliitoa kupitia magazeti ya serikali, kupitia vyombo mbalimbali vya habari. Tulitoa taarifa hili pia kupitia kurasa zetu za mitandao ya kijamii, kwa maana ya kurasa za klabu yetu ya Yanga. Na nikiri, tulipata maombi mengi kutoka mataasisi na makampuni mbalimbali yakionyesha utayari wao wa kuja kushirikiana na klabu yetu ya Young Africans kwenye ujenzi wa uwanja wetu. Tuliendesha mchakato kwa weledi mkubwa, kwa uwazi, kwa makampuni na mataasisi haya kutuma maombi yao based on vigezo ambavyo tulivitoa kwenye taarifa yetu. Kama nakumbuka taarifa ambayo tulitoa ya kutangaza watu kuomba tenda hiyo, tuliweka pia na vigezo. Tuliainisha kwa mfano stadium capacity, tulisema aina ya kiwanja tunachokitaka, lakini pia tulimalert yeyote ambaye angetuma tenda ile vigezo ambavyo tungevitazama pia kwa kampuni yake au taasisi yake. Kwa hiyo baada ya kutoa vigezo vile na maombi kutumwa kwa wingi, tukawa na siku 14 kama ambavyo barua yetu ilieleza, za kuchakata maombi hayo, kuangalia ni wangapi wamekidhi vigezo vya kukabidhiwa tenda ya ujenzi wa klabu yetu Young Africans. Na kwa nukta hii, uongozi wa klabu Young Africans kupitia kamati yake tendaji ulikutana Jumamosi kama ulivyowajulisha hapo mwanzo, ukaenda kuchakata hilo jambo, na sasa wamekuja na mshindi ambaye ameshinda kwenye tenda hiyo. Nichukue fursa hii, ndugu zangu waandishi wa habari, wanachama, mashabiki na wapenzi wa klabu yetu Young Africans na Watanzania kwa ujumla, kuwatangazia kwamba kampuni ya GSM Tanzania Limited ndiyo kampuni iliyoshinda tenda ya ujenzi wa klabu yetu Young Africans. Naomba nirudie hapo. Baada ya kamati tendaji kupitia mchakato wote wa maombi yote ambayo yametumwa, siku ya Jumamosi viongozi wetu walimpitisha kampuni ya GSM Tanzania Limited kuwa mshindi wa tenda ya kujenga uwanja wetu wa Young African Sports Club. Sasa baada ya GSM kushinda na kamati tendaji kujiridhisha kwa vigezo vyote ambavyo tuliviainisha kwamba huyu ndiyo anastahili, nini hatua inayofuatia hapo mbele? Cha kwanza ilikuwa ni kuwajulisha GSM Tanzania Limited kwamba nyie ndiyo mmeshinda tenda hii ambayo mliiomba. Na baada ya kuwajulisha, tunakuja sasa hivi kujulisha pia na umma kwamba mshindi ni nani. Hatua inayofuatia baada ya kuwajulisha washindi wa hii tenda ni pande hizi mbili sasa kukutana. Pande ya kwanza ni pande ya klabu ya Young African Sports Club
ambayo ndiyo inamiliki eneo hapa Jangwani jijini Dar es Salaam, na pande ya pili ni GSM Tanzania Limited ambayo yenyewe ndiyo inakuja sasa kujenga uwanja wa klabu yetu ya Young Africans. Naomba nieleweke vizuri hapa. Pande hizi mbili zinavyokwenda kukutana, na hili jambo ni jambo linalohusisha vitu viwili. Kwanza, linahusisha mahusiano ya kisheria baina ya klabu ya Young Africans na kampuni ya GSM Tanzania, kwa sababu tunakwenda kujenga uwanja. Kwa hiyo kuna mashirikiano hapo yanaingiwa kati ya klabu na kampuni. Kwa hiyo automatic jambo hili linahusisha pia sheria, viongozi wetu kupata uelewa wa kisheria sasa kwenye mashirikiano haya. Lakini jambo la pili kwenye mahusiano haya kati ya klabu ya Young Africans na GSM Tanzania Limited ni biashara. Kuna biashara hapo inakwenda kuingia kwenye mahusiano haya mawili, kwa maana ya klabu yetu Young Africans Sports Club na GSM Tanzania wanayokuja kujenga uwanja. Kuna biashara hapo itakwenda kuingia. Kwa hiyo kuna vitu viwili hapo. Kuna sheria, kwa maana ya kufahamu sasa modality ya kisheria ya mahusiano haya kati ya klabu hii ya Yanga na kampuni ya GSM. Tunawekaje hiyo kisheria? Modality gani ni nzuri kuliendea hili jambo? Lakini la pili, kwa sababu inahusisha biashara, ni uwanja ambao utakuwa unatumika. Huyu anamiliki ardhi, huyu anakuja kujenga uwanja. Haya mahusiano kwenye biashara yanakuwa na mwongozo gani? Kwa kutambua hilo na kwa kuthamini uweledi, uwazi wa klabu yetu Young African Sports Club kwenye mkutano huu, kabla haujafanyika, yani kabla pande hizi hazijakutana, kamati tendaji ya klabu ya Young Africans ilitengeneza kamati maalum ya kuliendea hili jambo sasa la uwanja wetu wa klabu yetu Young Africans. Na kamati hii itakuwa chini ya rais wa klabu yetu, kwa maana ya Engineer Hersi Ali Said, ndio atakuwa mwenyekiti wa hiyo kamati. Wajumbe wote wa kamati tendaji wanaingia pia kuwa wajumbe wa kamati hiyo, ambayo itatoka hapa kwenda kukutana na kampuni ya GSM Tanzania Limited. Lakini kwa kuzingatia fakta mbili ambazo nimwadokeza awali, kwa maana ya mlengo wa kisheria kwenye mahusiano haya na mlengo wa kibiashara, wako wajumbe wawili ambao kamati tendaji ya klabu yetu Young Africans imewaongeza kwenye kamati hii. Jumbe namba moja ni mwanasheria msomi, mzoefu na mbobevu Alex Mgongoro, ambaye ameongezwa pia kwenye kamati hii, na specific anakuja kutoa ushauri wa kisheria kwa viongozi wetu wa klabu ya Young Africans, aina gani ya mahusiano ya kisheria kwenye mikataba tunatakiwa tusign na GSM Tanzania Limited. Lakini mjumbe wa pili ambaye ameongezwa kwenye kamati hii ni kaka yetu Ivan Tarimo, ambaye yeye anakuja sasa kutusaidia kwenye engo ya kibiashara. Wote mnamfahamu Ivan Tarimo, ana background nzuri ya business. Kwa yeye ameongezwa kuja kutusaidia kwenye engo ya pili. Engo ya kwanza ya kisheria, watu ambao watakuja kuleta ushauri kwa viongozi wetu, ameongezwa hapa Alex Mgongolwa. Lakini kwenye upande wa biashara sasa, mtazamo wa kibiashara kwenye mahusiano haya, ameongezwa kaka yetu Ivan Tarimo. Hiyo ndiyo kamati iliyoundwa na kamati tendaji ya klabu yetu Young Africans kushughulikia jambo hili la uwanja. Mwenyekiti wake atakuwa rais wa club Engineer Hersi Ali Said. Wajumbe wa kamati tendaji watakuwa ni wajumbe automatic wa kamati hiyo, plus wajumbe wawili ambao tumewaongeza. Mmoja kwenye uwanda wa sheria Alex Mgongolwa,
wa pili ni Ivan Tarimo kwenye eneo la biashara.